macho haya damu na nyama. Mimi hivi huwa nasema nina gari nzuri sana. Haleluya. Na huwa ninasema hata nikinunua nyumba ya Kanada ni nzuri sana. Huwa nasema hata nikijenga nyumbani ni nyumba nzuri sana. Wewe utanishangaa unasema bwana yuko nasema hivi yote ana nini? Wewe unaniona sina kitu, lakini yuko Mungu aliyeweka imani ndani yangu. Huwa anazungumza na nini? Anasema kuna vitu utafanya navyo vitaonekana. Wanaobeza leo iko siku wataamini. Amen. Weka imani kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi na shukrani ni kanuni nyingine. Maombi tunaitana hapa wapendwa, tukutane siku za vendredi, tuombe Mungu, tuombe Mungu. Wapendwa, unaweza ukawa na kitu fulani unakihitaji. Nichukulie mfano. Mama, niko na hii pesa hapa. Niko na hii pesa. Ikala pale pale kwanza. Ikala pale pale kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ni mfano. Bwana Yesu asifiwe. Niko na hii pesa. Ni hela ngapi? 50. Unahitaji 50. Naomba mnifuate vizuri. Unahitaji nini? 50. Na hii 50 unaikuta iko eneo na mtu ndio ameishikilia hivi. Unajua hii 50 ni ya mtu fulani ndio ameishikilia. Lakini wewe una pesa zako ili uipate ile 50, ufanye nini? Uitumie kwenye matumizi yako. Ili uweze kuipata hiyo 50, utafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Utafanya aje? Utaomba. Ndugu, nipe hiyo 50, nisaidie. Ndivyo tulivyo na sisi katika hali ya kiroho. Kuna mambo ambayo kama utakaa kukaa chini miguuni pa Mungu, umwambie Bwana, ninakuja, ninakuomba maisha yangu yawe hivi, yawe hivi, yawe hivi. Usitegemee kwamba utaishi maisha mazuri kama unabeza maombi. Usitegemee kwamba utafikia baraka za Mungu kama utakaa katika mkao wa nini? Wa maombi. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi. Jambo lingine ni shukrani. Kwa sababu mtu mwenye tabia ya maombi huwa anajua hiki nilichoomba tayari nimefanya nini? Nimejibiwa, nimetendewa. Naomba hiyo 50, anakupa. Kibinadamu kuna neno utakisema ni nini? Ni shukrani. Kaa mbali sana na watu ambao hawataki kumshukuru hata kwa kidogo. Tuko na ndugu huko tulikotoka Kongo, Tanzania. Ukitumia mtu gani akwambia na akata pesa ndio nitumia, akatafanya hivi, ujue huyu hana nini? Shukrani. Ndio wako umenitumia na mimi shida hivi na hivi. Hapana, nimekutumia hiyo sababu ndio kipo. Ungetakiwa kusema neno kwanza, na shukuru. Haleluya. Amen. Unataka ndoa, unataka nyumba, unataka gari, yaani ndoa hiyo ya mke mzuri, unataka gari, unataka kazi nzuri. Hivi vyote ili uvipate ni mchakato. Na huwezi kuvipata rahisi. Watu wa Mungu, hauwezi kuvipata rahisi. Lazima uingie katika kanuni hii ninayowaambia. Karibu ya maombi na shukrani. Ukiomba mtu akikupa, simama kushukuru. Hapa kwenye kipindi cha Jumapili kuna muda tumeweka kabisa wa kumrejeshea Mungu nini? Shukrani. Usidharau mtu wa Mungu. Njoo hata na maneno yako mbili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuja mbele zenu kumshukuru Mungu, amenifanyia 1, 2, 3. Amen. Amen. Mungu anahesabu. Haleluya. Amen. Ukarimu na kutoa. Hii inawashinda wengi sana. Kanuni hii inawashinda wengi sana.
Kuna watu unaweza kuona ni wakarimu kwa macho, lakini hawajui kutoa. Watu wa Mungu, tujifunze ukarimu. Hivi ninavyofundisha na ndivyo ninaombaga hata nyumbani kwangu, tujifunze haya mambo. Mtu anapokuja kwako, ukimpa hata maji ya kunywa, Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Huwa nasema hii sana hata kwa mke wangu. Ni sehemu mojawapo ya kuanza kutengeneza picha ya kanuni ya kutamani kubarikiwa na Mungu. Amina. Maji tu haya, maji haya ambayo unaweza kumkarimu mtu akija kutembelea kwako, akisema asante kwa moyo mweupe, huwezi jua yale maji atakufungulia nini hapo baadaye. Tujifunze ukarimu, kutoa. Hatujawa na kazi ndio, lakini hatuko maskini hapo. Labda wewe uko na hesabu maskini, lakini mimi huwa sihesabu maskini. Haleluya. Hey! Tujifunze kutoa. Vijana wa kundi la sifa na maabudu huwa ninawaambia tukumbuke ibada inakamilishwa na matoleo. Utahubiri sana, utafundishwa sana, utaimba sana, lakini ukija ibadani haukupanga utafanya nini kwa ajili ya kumkirimu Mungu, ibada yako ina pengo. Sema pengo. Leo sio fundisho la kutoa, lakini nataka nikuhakikishie kwamba baraka inakujaga hata kwa kitu kidogo unachomkirimu mtu. Mungu anakupa uzima, tunapanda magari, tunapishana na vitu vingi barabarani. Watu wa Mungu, ni wiki tu iliyoisha hii, ninaingia kwenye gari, kwenye taxi bisi, nilishuhudia kwenye maombi, sikumbuki. Naingia tu nikasikia hali ya hewa ikabadilika, kutapika si kutapika, kizunguzungu si kizungu, na hisi sijui nifanye nini. Nikaanza maombi moyo kwa moyo, kimya kimya, nikapata tu idea, sauti ya Mungu nikaisikia na nikaitii. Hebu fungua kwa kadirisha kidogo, kale kahewa kalipoingia ndio mimi kupumua. Nikaangalia hii situation, je, angekuwa mtoto? Jo, wale mnasikia alikuwa ghafla akapeleka hospitali na akaondoka. Watu wa Mungu, tuna wokovu. Mchungaji alisema tumepokea wokovu, si ndio? Kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, huu ni wokovu. Nakumbuka kuna kitu alisema, huwezi kubarikiwa ikiwa bado wewe una moyo wa hasira. Akasema kitu kingine, usiishie kwenye wokovu yao. Ni hapo ndipo nakuwa natafuta, ni vema ufike kwenye kombozi. Pale nilikombolewa, sio kwa sababu tu ninamwamini Yesu hapa. Yawezekana ningeendelea kujibana na ile hewa niliyosikia, banyesikia tuje mtu. Kesikia wao désolé hapa bwana sikao yake. Désolé, c'est naanza kupumulia ni pia. Ukombozi uliniokoa na ile hali. Amina. Watu wa Mungu, niko kwenye pointi ya ukarimu na kumtolea Mungu. Hii andiko tutasoma Malaki, tumalizie hapo ili tufanye mambo mengi. Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Malaki sura ya 3. Malaki ni kitabu cha mwisho kwenye agano la kale. Kabla ya Mathayo ni Malaki. Inasema nini? Malaki sura ya 3 mstari wa 10. Sura 10. Tunasoma kwa jina la Yesu. Inasema nini? Leteni zaka kamili. Leteni zaka kamili. Galani. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Katika nyumba ya Mungu. Tuendelee. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mungu anasema ukileta, umujaribu kwa njia ya kumletea Mungu. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Naomba usikilize hiyo message inayofuata hapo. Inasema nini? Inasema mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Sema baraka. Hata isiwepo
nafasi ya kutosha au la. Amen. Amen. Leta chochote kwa ajili ya Mungu. Kuna wafunzi wengine huwa wanasema habari za zaka na nini, mitazamo tu. Anakuambia zaka ni za agano la kale. Hapana, mtu wa Mungu, zaka ni agano la kale na ni agano jipya. Kwanza sisi wa agano jipya ni zaidi. Huwa wanachukua pointi ya kujitetea kwamba walikuwa wanapeleka kwa sababu kulikuwa na makuhani, na hivi sisi sote tumekuwa wakuhani na amebaki tu Yesu ambaye ndio kuhani mkuu. Watu wa Mungu, ninakuambia ukifundishwa vizuri kitabu cha Waebrania, sisi badala ya kutoa ile 1/10 ni lazima tutoe sasa 9/10. Unaweza hiyo wewe? Ni ngumu, lakini tujitahidi hata kwa hiyo 1/10. Mtolee Mungu. Amesema, sio mimi, ni maandiko yanasema. Anasema kwamba asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Kwa nini asiseme milango? Kwenye nyumba hii, nyumba tusichukulie mfano hapa tunapoingia, mlango unaweza kuwa ni mmoja wa kutoka na kuingilia, lakini madirisha, kuna dirisha. Kwa nini madirisha yanaleta hewa? Kwa nini madirisha yana idadi kubwa kuliko hata mlango kwenye nyumba? Kwa hiyo idadi ya baraka utakazozipokea katika ukarimu wa kutoa ni nyingi, ambazo amesema yeye mwenyewe pale. Anasema nini? Anaendelea kusema kwamba kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka. Baraka zikimwagwa kwako, wewe ni amini, na kila mtu atasema hakika huyu mtu amebarikiwa. Kibibilia kuna mtu anaitwa Yakobo. Ibrahimu akamzaa Isaka akamzaa nani? Yakobo. Huyu Yakobo ndio alibadilishwa jina na kuitwa Israeli, taifa la Mungu, na ndio maana mpaka leo kuna Israeli. Maana ya Yakobo, watu wa Mungu, kibiblia inamaanisha mdanganyifu, mtu mdanganyifu. Na nishasema kuna watu walipewa majina ambayo si yao. Haleluya. Kuna watu walipewa majina kipindi wanazaliwa kulingana na situation fulani iliyojitokea, wakapewa majina fulani. Sikujua, ningejua tabu. Kuna siku nilikuwa naongea na mtumishi John, tulikuwa nazungumzia habari za majina ya mabinti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akawa na decree yeye kama yeye anasema, nikiona mtu fulani, binti fulani anaitwa jina la chuki, jina la tabu, naona huyo ni moto wa kuotea mbali. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna majina mengine yanakuwa hayana maana, na ili sasa ukombolewe na jina hilo, sio kuokoka tu. Ingie kwenye wokovu, ndio utoke kwenye kipindi cha wokovu ufikie kwenye viwango vya ukombozi. Yakobo aliishi hivi. Mwanzo 32:24-28 tutakuwa tunamalizia hapa. Kuna watu wamepewa majina ya ajabu, si yao. Mwanzo ni mwanzo kabisa wa maandiko, huku kwenye kitabu, kwenye mwenye kona Biblia karatasi tunasoma ile 32, tutasoma 24. Msomaji huyo na haraka kidogo pale. Mwanzo 32:24. Tunasoma Mwanzo 32:24, nasema, sikia hiyo habari hapo. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mieleka hata alfajiri. Mieleka, mnaijua mieleka? Ni ile tunaona watu wako wanapigana majido, wale watu wa makarakasi usiku kucha mpaka alfajiri. 25 inasema nini? Naye Yakobo alipoona ya kuwa amshindi yule mtu, alimgusa panapo
uvungu wa paja lake. Alimshika, alimgusa hapo. Ukatenguka huu uvungu wa paja ya Yakobo alipokuwa akishindana naye. Na mtu huyo. 26 anasema akasema niache niende maana kuna pambazuka kuna kuja Yakobo huko unapigana na mimi. Kwa nini? Naona kumekuja sasa, uniache mimi niende. Akasema nini? Sikuachi mchungaji, sikuachi. Amesema Yakobo, mimi sitakuacha usiponibariki. Nibariki. Baraka zingine lazima zifanye nini? Zing'ang'aniwe. 27 inasema nini? Akamuuliza jina lako nani? Akataka kujua sasa chimbuko la jina Yakobo. Wewe ni nani? Unaitwa nani? Adela. Je, jina lako linafanania Adela? Akasema nini? Yakobo. Naitwa Yakobo. 28 inasema akamwambia, ndio mwisho. Akamwambia nini? Jina lako hautaitwa tena Yakobo mdanganyifu, ila Israeli. Ila nani? Israeli. Maana umeshindana na Mungu na watu nao umeshinda. Umeshindwa. Amen. Pokea baraka. Kuna mtwala la kung'ang'ania. Mama, tung'ang'anie kuja kanisani. Utaona faida kwa watoto yako hapa. Unavyowaombea, haujui miaka ya mbeleni kuna nini kizuri kitakachotokea. Tung'ang'anie maombi. Tung'ang'anie huduma. Mama Biju na wapendwa wengine wote, tung'ang'anie kazi ya Mungu. Ili tuishi katika baraka za Mungu, lazima tung'ang'anie. Yakobo alipopambana na yule malaika, alikuwa ni mfano wa Mungu mwenyewe. Alisema sikuachi. Sema siachi kuja kanisani mpaka nitakapobarikiwa. Uvumilivu na bidii ya Yakobo ilisababisha jina la hatima yake likabadilika. Leo kuna taifa linaitwa la Israeli kwa sababu ya mtu huyu aliyeitwa nani kabla? Yakobo. Jamani, tunajifunza kwanza baraka zinahitaji kutafutwa tena kwa bidii. Hizi kanuni zote nilizozisema hapa, kama ujibidishi kuzifuata, utaishia kukimbizana na masiraze tu ufanikiwe, na mwisho wa siku utatambua hivyo. Wabebe wanasema unachoka. Ni vizuri kuishi katika baraka, na Mungu akalibariki neno lake jioni ya leo. Amen. Bwana, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Umenipa nafasi nzuri ya kuzungumza na kanisa lako. Umenipa nafasi nzuri ya kuzungumza na watu wako. Hivyo ninaomba ubariki wote waliosikia habari hii. Ubariki wote ambao Mungu uliwapa kibali cha kuja leo, na wale ambao wakuja uendelee kuweka kiu ya kuja kanisani ili waweze kukutana na mafundisho, kwa sababu hatujajieneza bado. Tuna mengi tunayotamani kufundishwa ili kuyajua kupitia maandiko yako. Naomba ubariki mchungaji na familia yake yote. Bariki mtumishi Baba Hada na familia yake yote. Naomba ubariki mama Safi na familia yake yote. Bariki pia wote ambao wako hapa na familia zao zote. Yuko jirani yetu kule Pigeon, umubariki pia. Bariki mama Biju na familia yake yote. Bariki mama Furaha na familia yake yote. Bariki Bravo, bariki wapigaji wetu, bariki Benjo, bariki wote Bwana, na wageni waliotutembelea Bwana. Tunatamani kuishi baraka zako, kwa sababu umetufundisha baraka si mafanikio. Tunaweza kutamani kufanikiwa kuwa na elimu kama tunavyojifunza na kujifunza